Nchi ya kidemokrasia ya Kongo, mambo yanaendelea mzoga huko, ambapo nchi ya Kongo chini ya rais wa Kongo, Mheshimiwa Felix Tshisekedi ameamua, baada ya yeye nadhani kusalimu amri sasa, kwamba hawezi kabisa kuyaondoa mataifa ambayo yapo katika nchi yake yakimsaidia kwa kile ambacho kinaelezwa kama ni kupambana na waasi wa M23 ama makundi ya waasi yaliyoko katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo, hasa mashariki mwa Kongo ambako kuna utajiri wa madini. Hatimaye ameamua kusalimu amri kwa namna moja ama nyingine na kuiomba Marekani iingie katika nchi ya Kongo ili kumsaidia kuyaondoa makundi ya waasi, lakini kwa makubaliano kwamba nchi ya Marekani itachukua madini yaliyopo katika nchi ya Kongo. Huu ni udhaifu mkubwa sana ambao rais wa nchi ya Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, ameamua kusikitishwa sana na kitendo hicho na kusema kwamba anasikitishwa na jambo hilo, kwa kuamini kwamba kwa nini rais wa Kongo hayaamini mataifa ya Afrika na kwenda katika mataifa magharibi ambayo yanahitaji kunufaika na rasilimali za Afrika. Ikumbuke kwamba huko Burkina Faso kulikuwa na mataifa kadhaa ambayo yalikuwa yananufaika na Burkina Faso, ikiwemo taifa la Ufaransa pamoja na Marekani wenyewe, ambao walipeleka vikosi vyao pale kama kulinda amani hivi, lakini wakinufaika na rasilimali asili za Burkina Faso. Na mwaka 2022 baada ya Captain Ibrahim Traore kushika madaraka, akaamua kuyaondoa majeshi yote ama vikosi vyote vya mataifa ya magharibi na kuanza kujitawala kwa upya, ambapo yeye ameamua kuchimba madini yake, lakini pia na kuuza hayo madini, kisha kununua silaha na kuwakabidhi wananchi ili wapiganie nchi yao. Kwa maana gani? Wanapigania nchi yao dhidi ya makundi yaliyovamia nchi ya Burkina Faso, yani magaidi ambao kwa ndani ya Burkina Faso wananyonya rasilimali za Burkina Faso. Hivyo Ibrahim Traore ameeleza masikitiko yake kwamba anasikitishwa na taifa la Kongo chini ya utawala wa Felix Tshisekedi, kwamba yeye ameamua kuwakabidhi na waomba Marekani waende Kongo ili wakasaidie kuyaondoa makundi ya magaidi walioko ndani ya Kongo ama waasi walioko ndani ya Kongo, ambapo atawalipa madini adhimu yaliyoko ndani ya Kongo hao wa Marekani, kitu ambacho Ibrahim Traore amesikitishwa sana, na kwamba ameeleza kwamba kwanza alitoa vitu viwili kwa Kongo. Jambo la kwanza alisema kwamba anaomba angalau apatiwe wiki 2 tu, yani siku 14, aende pale DRC akamsaidie Felix Tshisekedi kuyaondoa yale makundi ya kigaidi, ama akampe mbinu za kuyaondoa yale makundi ya kigaidi ama makundi ya waasi yaliyoko ndani ya Kongo. Lakini halikufanyika hilo. Lakini pili, alitoa option ya pili kwamba anaomba baadhi ya anaomba majeshi au wanajeshi wa Kongo waende Burkina Faso angalau kwa siku 21 hivi, akawape mbinu namna gani ya kukabiliana na makundi hao ya waasi ambayo yako Kongo, ambayo kimsingi nimeeleza hapo jana kama si juzi kwamba Kongo inaponzwa na rangi yake, kama ambavyo kuku mweupe anaponzwa na rangi yake, lakini pili kuku mweusi anaponzwa na rangi yake kwenda kwa mganga wa kienyeji. Hivyo na Kongo pia inaponzwa na rasilimali zake, hasa madini yaliyoko ndani ya Kongo. Hivyo waasi
wanaendelea kuongezeka katika maeneo ya Kongo, hasa mashariki mwa Kongo ambako kuna utajiri mkubwa wa madini. Kwa sasa M23 ipo huko, lakini kuna vikundi vingine vimeendelea kuzaliwa. Lakini tukumbuke pia aliyekuwa rais wa Kongo Bwana Kabila, Joseph Kabila, ameinuka tena, na kwamba chama chake ambacho kilikuwa madarakani kwa awamu hiyo kabla ya Tshisekedi sasa kimeanza harakati mpya kuitaka Kongo, kwa sababu ya kile ambacho wanadai kwamba Tshisekedi ameshindwa kudhibiti makundi ya uhalifu na ameingiza Kongo katika mambo magumu sana ya wananchi wa Kongo kufariki ama kuuawa na makundi mbalimbali yaliyoko ndani ya Kongo. Lakini ikumbukwe kwamba Ufaransa ni moja kati ya mataifa ambayo yamekuwa mstari wa mbele kuwa pamoja na rais wa Kongo ambaye ni Felix Tshisekedi. Huyu hawa Ufaransa walikuwa kule Burkina Faso, walitimuliwa kule Burkina Faso chini ya uongozi wa Captain Ibrahim Traore, kwa sababu Wafaransa kimsingi hawaendi sehemu bila maslahi. Sasa je, lazima tujiulize, Afrika inakwenda wapi? Afrika nani aliyeturoga? Nani ataikomboa Afrika? Kwa nini tunaendelea kukumbatia wakoloni? Hakuna mkoloni ambaye yupo Afrika kwa ajili ya maslahi ya Waafrika. Wakoloni wote ama wazungu wengi wapo Afrika kwa ajili ya manufaa yao, na sisi tuendelee kuwatumikia. Na kitu ambacho rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore amekataa kabisa, na anakataa kwa vitendo. Na ndio maana anasema kwamba yeye yuko tayari kusaidia taifa lolote la Afrika katika mambo kadhaa, katika mambo ya usalama, lakini pia katika masuala ya chakula. Na hivi karibuni ametangaza kwamba amezalisha mchele ama mpungo kwa wingi, hivyo nchi yoyote ya Afrika ikihitaji msaada wa chakula ione Burkina Faso na watawapatia bure. Haya ndio mambo yanayoendelea katika bara letu la Afrika. Na kwa ufupi nimeona nikuletee jambo hili kwamba mambo yanavyoendelea katika nchi ya Kongo, ambavyo DRC kupitia rais wake Felix Tshisekedi anaomba msaada wa vikosi kutoka Marekani eti kwenda kusaidia kuondoa waasi wa M23, lakini kwa malipo ya madini adhimu na adimu yaliyoko katika nchi ya Kongo. Wewe unasemaje katika mambo haya, katika mtazamo huu? Na Felix Tshisekedi inaonekana kwamba aamini kwamba usalama wa Kongo unaweza kusaidiwa ama kuwekwa katika hali nzuri kupitia mataifa ya Afrika, bali anaamini mataifa ya magharibi ambayo kimsingi ndiyo wanyonyaji wakubwa katika rasilimali za Afrika. Karibu kwa maoni yako.